Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Mheshimiwa Naibu Spika, yako maneno ambayo yanajaribu kupotosha kwamba kitendo cha Bunge na Tume ya Uchaguzi kuwalazimisha vyama vya siasa kusaini kanuni za maadili ni kinyume na katiba. Mheshimiwa Naibu Spika, ibara ya 74 ibara ndogo ya 8 ya katiba, baada ya kutoa mamlaka hayo kwa Bunge mwaka jana, Bunge hili tukufu na mimi nikiwa sehemu ya wabunge, tulitunga sheria mbili. Na Mheshimiwa Spika, ieleweke, utungaji wa sheria hizi mbili ulipelekea kufutwa kwa sheria kubwa mbili: sheria ya Tume ya Uchaguzi ya mwaka 1985 na sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ya mwaka 1979. Tukatunga sheria, na kupitia sheria hiyo tukasema Tume ya Uchaguzi kwa kushauriana na serikali na vyama vya siasa watatengeneza kanuni za namna bora ya uendeshaji wa uchaguzi wa serikali za mitaa, rais, wabunge na madiwani. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na masharti yote, mkataba huu ambao Tume ya Uchaguzi itakiwa kuutengeneza ulikuwa unavilazimisha vyama vya siasa na wagombea kwanza kujadiliana masharti yepi ya uchaguzi wanayataka, lakini pili, wagombea na vyama vya siasa ni lazima wasaini masharti hayo ili kwanza tuweze kufanya uchaguzi wenye staha, uchaguzi wa kuheshimiana, uchaguzi wa kufuata sheria, kanuni, mienendo, taratibu na mila za Mtanzania. Chama changu hicho cha Chadema kinacho room ya kutoa sababu ya kwa nini walishindwa kushiriki kusaini kanuni, na wanaweza kushawishi tume na msajili wa vyama vya siasa ili waweze kusaini masharti haya, kwa sababu nje ya hapo itakuwa ni uvunjifu wa sheria, ni uvunjifu wa kanuni na uvunjifu wa katiba yenyewe. Mheshimiwa Spika, yapo maneno ya wasomi wanasema hakuna kanuni itakayokwenda kinyume na katiba. It is not true. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, kila haki na wajibu. Huwezi kuomba haki wakati hutaki kutekeleza wajibu. Ni kama tu ambavyo Mheshimiwa Spika, leo hii tunasema huwezi kwenda kupiga kura kama hujajiandikisha kwenye daftari la kupiga kura. Huo ni wajibu wako. Kama hujajiandikisha kwenye daftari, huwezi kupiga kura. Huwezi kulipwa mshahara, Mheshimiwa Naibu Spika, kama hujafanya kazi. Ili ulipwe mshahara, ni haki yako ya msingi, ni lazima ufanye kazi. Na huwezi kushiriki uchaguzi kama hujakubaliana na wenzio kwamba yako masharti ya kutunza staha za watu, yako masharti ya kutunza heshima za watu, yako masharti ya kuheshimu sheria za nchi ambayo tunakubaliana sisi, serikali, Tume ya Uchaguzi na vyama vya siasa kwamba tutayafuata kwenye chaguzi zote kuanzia 25 mpaka 30. Mheshimiwa Naibu Spika, tunapokea ushauri, lakini lazima tukubaliane hapa, tusipotoshe umma kutaka kutekeleza jambo ambalo tunajua hata wale wanaolipendekeza hawajatekeleza wajibu wao. Wote tunajua hapa wanasema no reform, no election. Well and good. Sio Tundu Lissu, sio TLS, sio mwanasheria, sio mbunge. Hakuna hata mtu mmoja aliyeanzisha mchakato wa mabadiliko ya sheria. Leo unasema no reform, no election. Utafanyaje reform kama hata mchakato wenyewe wa kubadilisha sheria haujafanyika? Utafanyaje reform? Hakuna mtu aliyejitokeza. Hakuna mbunge, si wa upinzani wala wa chama tawala. Hakuna serikali ambayo imemove motion ya mabadiliko ya sheria. Hiyo no reform ni ya kwenye majukwaa. Mheshimiwa Naibu Spika, hatuwezi kukubaliana na jambo hili. Tusipotoshe umma. Mheshimiwa Spika, mimi na washauri Chadema, hakuna namna ya kusema kwamba watashiriki uchaguzi kama hawatakubaliana na kanuni za uchaguzi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nifafanue kidogo kuhusiana na hoja yao ya no reform, no election. Mheshimiwa Naibu Spika, mwaka jana Bunge liliita wadau hapa bungeni kwa ajili ya kutoa maoni. Na Mheshimiwa Spika, chama cha Chadema kiliwakilishwa na katibu mkuu wa chama, wakaleta maoni hapa bungeni, John Mnyika. Haikutosha, wakaja baraza la vijana, wakaleta maoni. Haikutosha, likaja baraza la wanawake, wakaleta maoni. Haikutosha, wakaleta hilo wanaoliita bunge la wananchi chini ya mama yangu Susan Limo, wakaleta maoni. Na Mheshimiwa Spika, kwa taarifa tu kwenye bunge hili tukufu, asilimia zaidi ya 95
ya maoni yaliyotolewa yalichukuliwa yakaingizwa na tukatunga sheria hizi mbili za uchaguzi. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.